Baada ya kuwa na mzozo wa muda mrefu kati ya M23 au Machi 23 na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kutekwa kwa baadhi ya miji mikubwa na kundi la waasi la M23 kama Kivu na Goma, serikali ya Kongo imekutana na serikali nchi jirani Rwanda kuzungumza mazungumzo ya amani nchini Qatar. Rais Felix Tshisekedi wa Kongo uso kwa uso na rais wa Rwanda Paul Kagame wamekutana na Amir wa Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani kwa ajili ya mazungumzo katika muktadha wa uhusiano mzuri na ushirikiano wa urafiki kati ya nchi hizo mbili. Vita vya mashariki mwa Kongo vimedumu kwa muda sasa tangu waasi wa M23 wavamia mashariki mwa DRC. Na maelfu ya watu wameuawa na wengine maelfu kulazimishwa kukimbia makazi yao kutokana na vita hivyo. Rais wa Rwanda Paul Kagame na Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC Felix Tshisekedi wamekutana nchini Qatar Jumanne Machi 18, 2025 kwa mazungumzo yao ya kwanza ya uso kwa uso tangu waasi wa M23 waanze mashambulizi mashariki mwa Kongo mwezi Januari mwaka huu. Mkutano huo umesimamiwa na Amiri wa Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani na ni mkutano ambao umefanyika ikiwa imepita siku moja tangu kundi la M23 lijitoe kwenye mazungumzo ya amani nchini Angola, wakidai chanzo ni viongozi wao kuwekewa vikwazo na Umoja wa Ulaya. Kongo inaishutumu Rwanda kwa kutuma silaha na wanajeshi wa Rwanda kuwaunga mkono waasi wa M23 ambao mashambulizi yao yameitumbukiza mashariki mwa Kongo katika mzozo wake mbaya zaidi katika miongo kadhaa, lakini Rwanda imesema kuwa vikosi vyake vinafanya kazi ya kujilinda dhidi ya jeshi la Kongo na wanamgambo wanaishambulia Kigali ikikana kuiunga mkono M23. Wakuu hao wa nchi wamepongeza na kuridhishwa na hatua zilizochukuliwa kumaliza mzozo huo, ikiwemo juhudi za upatanishi zinazofanywa Angola na Nairobi pamoja na mkutano wa pamoja wa EAC na SADC uliofanyika Dar es Salaam, Tanzania Februari 8, 2025, ambapo viongozi hao wote wawili wamekiri kuunga mkono makubaliano ya kusitisha vita hivyo mara moja na bila masharti kama maazimio ya mkutano wa Dar es Salaam yalivyofikiwa, na wamekubaliana pia juu ya haja kuendelea na majadiliano yaliyoanzishwa na Doha ili kuweka msingi imara ya amani ya kudumu. Vita vya mashariki mwa Kongo vimedumu kwa muda sasa, huku madini yakitaja kama kichocheo kikubwa cha mzozo huo ambao umeongezeka haraka tangu Januari 2025 na maelfu ya watu wameuawa na wengine maelfu kulazimishwa kuyakimbia makazi yao. Hivyo ndivyo ukurasa rasmi kabisa wa X wa Ikulu ya Kongo umechapisha chapisho lililoambatana na kipande cha taarifa kwa umma, ambapo chapisho hilo limesema RDC amani mikoa mikubwa Jumanne Machi 18, 2025 mjini Doha. Rais Felix Tshisekedi na Rais Paul Kagame wamekutana kwa mwaliko wa Emir wa Qatar His Highness Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani katika muktadha wa uhusiano mzuri wa ushirikiano na urafiki kati ya nchi hizo mbili. Viongozi hao wawili walithibitisha tena ahadi yao ya kusitisha mapigano mara moja bila masharti. Masharti ya utekelezaji wa kile kilichokubaliwa yatafafanuliwa katika siku zijazo kulingana na mafanikio ya michakato ya Luanda na Nairobi. Kipande hicho cha taarifa kwa umma kilichoambatana na chapisho la Ikulu ya Kongo kinasomeka kama ifuatavyo: taarifa ya pamoja kati ya jimbo la Qatar, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Jamhuri ya Rwanda, Doha, Machi 18, 2025. Katika juhudi za kupunguza hali katika eneo la mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, jimbo la Qatar lilihifadhi mkutano wa trilateral mjini Doha siku ya Jumanne Machi 18, 2025 uliohudhuriwa na Mheshimiwa Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Emir wa jimbo la Qatar, Mheshimiwa Rais Paul Kagame, Rais wa Jamhuri ya Rwanda na Mheshimiwa Rais Felix
Tshisekedi Tshilombo, rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Viongozi hao walikubali mafanikio yaliyopatikana katika michakato ya Rwanda na Nairobi pamoja na kile cha pamoja cha EAC na SADC kilichofanyika Dar es Salaam, Tanzania tarehe 8 Februari 2025. Viongozi hao walithibitisha ahadi ya pande zote za kusitisha mapigano mara moja bila masharti kama alivyofikiwa katika kilele hicho. Viongozi hao walikubaliana juu ya umuhimu wa kuendelea na majadiliano yaliyoanzishwa mjini Doha ili kuanzisha msingi imara ya amani ya kudumu kama ilivyokusudiwa katika mchakato wa Rwanda na Nairobi ambao sasa umeunganishwa na au kupangwa. Mheshimiwa Rais Paul Kagame, rais wa Jamhuri ya Rwanda, na Mheshimiwa Rais Felix Tshisekedi Tshilombo, rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, walitoa shukrani kwa jimbo la Qatar na kwa Mheshimiwa Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, emir wa jimbo la Qatar, kwa ukarimu wao na kwa kuandaa mkutano huu wenye tija ambao ulisaidia kujenga imani katika ahadi ya pamoja ya mustakabali salama na thabiti kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kwa kanda nzima. Mapema siku ya tarehe 18 Machi mwaka huu 2025, msemaji wa Rais Felix Tshisekedi Tina Salama alisema mkutano wa haraka kati ya Rais Felix Tshisekedi wa DRC na Rais Paul Kagame wa Rwanda umekubaliana kuhusu kusitisha vita mara moja na bila masharti. Mkutano huu ulifanyika Doha kwa jitihada za Emir wa Qatar ambaye ni mshirika wa kimkakati wa nchi hizi mbili. Ikumbuke kwamba kulikuwa na mpango maalum uliokuwa umeandaliwa na Angola kwa ajili ya M23 na serikali ya Kinshasa kukutana ili kufanya mazungumzo ipatikane amani ya kudumu mashariki mwa DRC, lakini katika hali ya kushangaza M23 wakaibuka na kusema yafuatayo: muungano wa Mto Kongo, watu wa moja wenye heshima na ustawi. Tangazo rasmi la tarehe 17 Machi 2025. Muungano wa Mto Kongo AFC M23 unatoa pole za dhati kwa kugundua kuwa baadhi ya taasisi za kimataifa zinajitahidi kwa makusudi kudhoofisha juhudi za amani katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kufanya mazungumzo ambayo yamekuwa kusubiriwa kwa muda mrefu kuwa yasiwezekana. Vikwazo vinavyoendelea kuwekewa wanachama wetu, ikiwemo vile vilivyopitishwa kabla majadiliano ya Rwanda, vinahatarisha kwa kiasi kikubwa mazungumzo ya moja kwa moja na kuzuia hatua yoyote mbele. Mwenendo huu usio na maelezo, wenye mkanganyiko na siasa za kivita za Rais Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, unaleta madhara makubwa. Pia AFC M23 inatilia mkazo mbele ya umma wa ndani na wa kimataifa kwamba vikosi vya utawala wa Kinshasa vinaendelea na kampeni ya kivita kwa mashambulizi mbalimbali ya ardhini na mabomu yasiyo na mpangilio kwenye maeneo yenye watu wengi na kwenye maeneo yetu, wakitumia ndege za kivita na drones za kivita za aina CH4. Katika hali hii, uwezekano kufanyika kwa mazungumzo umekuwa usiowezekana. Hivyo shirika letu haliwezi kuendelea kushiriki kwenye majadiliano.